There is nothing that compares to you, our God. No one compares to you, our Father. We bless you. We magnify your name. Even from our houses we declare you are God. Even in our family we declare you are God. In our thoughts we declare you are God. And there is no one like you, Jehovah God. We bless you because you are worthy. Because you are faithful. In the mighty name of the Lord. Father, we thank you. And we give you glory. Because you are faithful. Tunaomba kwamba Bwana, sauti yako itanena kwetu. Mawazo yetu yatakusikia, mioyo yetu itakusikia, nafsi zetu zitakusikia. Na Bwana, mapenzi yako yatimizwe. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. We can celebrate the Lord as we give him praise. Hallelujah. We bless the name of the Lord. Thank you. We may have our seats in the presence of the Lord even as we continue in the presence of the Lord. We thank God for those of us who are able to be here physically and those who are joining us online. We thank God for you. Karibu sana na Mungu atubariki. Na tunazidi kuzungumza habari ya revival na utendakazi wa Mungu. Na ninaamini ya kwamba Mungu atatusaidia hata kuelewa zaidi. And today I want to talk about the move of God. And the move of God. When we talk about the move of God, Kiswahili tunatumia sana neno muondoko wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ninataka tuone the influence of the move of God in people's lives. Sometimes wakati tunapotembea katika hili neno na tunasema ya kwamba Mungu hutembea, sometimes we don't understand the impact of the same. And I want to say this, every move of God does not impact only a generation. Praise the name of the Lord. Muondoko wa Mungu hauadhiri kizazi kimoja pekee, unaadhiri vizazi vingi. Praise the name of the Lord. So mahali popote utakuta Mungu alifanya kazi, Mungu alitembea, kutakuwa na kizazi kilicho affectiwa na ile move na kizazi kingine kitakuwa affected. And I want us to go to the book of 2 Kings and in particular chapter number 2, and I want you to see the story of one Elijah and Elisha. We may not be able to read all the verses, but in your own time you can look at verse number 1. The impact of Elijah on Elisha. Praise the name of the Lord. Story yao inaanza katika kitabu cha 1 Kings chapter 19 years back, lakini hawakufanya makubwa mpaka wakati ambapo Elijah anaondoka. Na wakati Elijah anaondoka, Elisha anaelewa. Praise the name of the Lord. One of the key things ambazo ninaweza sema, hebu tusome kidogo tu katika mstari wa 2 na 3 hapo. Maandiko inasema, and Elijah said to Elisha, please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel. But Elijah said, as the Lord lives, that is Elisha said, as the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you. So he went down to Bethel, and the sons of the prophets who were in Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that today the Lord will take away your master from over you? And he said, yes, I know, keep quiet. Praise the name of the Lord. Na kuna mambo ambao nimekuwa nikishiriki nanyi ambao ni ya muhimu sana, na ambao natumai ya kwamba hata wewe utayaelewa, yatakusaidia. One of the things ambao nimesema, the move of God is not something, or revival is not just something that happens just like that. Kuna vitu ambazo zina happen wakati revival inapaswa kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yanapaswa kuwepo. And one of the things nimekaa nikirudia ni knowledge. Revival will come when the people know there is a revival on the way. Praise the name of the Lord. And then number 2, revival will come when the people do what they are supposed to do to bring about the revival. Hallelujah.
Ufufuo utakuja wakati watu wataelewa ni nini tunastahili kufanya kuhakikisha revival ilitokea. Ufufuo, utendakazi wa Mungu ulitokea. So every move of God, there are signs to tell there is a move of God on the way. Praise the name of the Lord. Kuna ishara. Lakini kama hauzielewi, hautajua ya kwamba ni muondoko wa Mungu. You know, ukisoma katika lile neno, sinasema kwamba wana wa manabii walimuuliza, unajua bwana yako anakwenda? Naye alisema ninafanya nini? Ninajua. Lakini jambo la pili ambalo nimesema, kuna matendo yanatagulia the move of God. Watu hawa hawakuiona the move of God. Hawakufikiwa na the move of God. The reason being, they were not willing to move. They were just willing to know. Praise the name of the Lord. So I want to say this, and this is for your own good. These are two basic things that must be combined. The knowledge about the coming revival and the actions that bring us either to the revival or bring us the revival. Am I communicating? Uwe mtu ambaye unaelewa, ninajua revival inakuja, so you prepare yourself for the revival. Hallelujah. And then you do what you are required to do, because watu hawa unasikia vile wanamwambia, haya, unajua boss anaenda leo, unajua nabii mkubwa anaenda leo. Lakini hata kama walijua, walifanya nini? They remained in Jericho. Praise the name of the Lord. Not in Jericho, but in Gilgal. They remained there. Now Gilgal is a name that actually says a place of shame. The rolling away of shame. Walikaa mahali tu wako na aibu zao ama zimeondolewa, lakini wako hapo tu, hakuna mahali walienda. Hawakusonga. Na niwaambie wapendwa, revival also requires what I would call a divine positioning. Bwana asifiwe sana. Nitawaambia maneno haya. Wakati Paulo alifikiwa barabarani Damascus, hiyo ni katika Matendo sura ya 9. We all know the story from verse number 1. And Paul was on the way to Damascus, planning to persecute those who are following the way. Anaenda hiyo njia, malaika amemwangusha ama Mungu amemwangusha. Yesu ameongea na yeye, lakini ilishia hapo. Aliambiwa, get into Damascus, from there you will be told what to do. Praise the name of the Lord. Divine positioning. For him to receive the Holy Spirit, for him to be baptized, for him to get into the move of God, there was a requirement to be in a particular place. Jamaa hakulala hapo chini anasema, hapa ndio nimekutana na Yesu. Wewe nimegongwa. Nguvu ya Mungu imenishukia. Nimeshukiwa na nguvu. Where am I supposed to be for the next move? Praise the name of the Lord. Na wapendwa, muogope kwa sababu unajua Saul tunaongea habari yake akiwa physical. Si hii ni kitu physical? Mahali alianguka si ni mahali physical? On the way to Damascus. Bwana asifiwe. Lakini nikuulize hivi, unajua siku zetu sio mahali physical. Sio kitu physical ambao tunaongea habari yake. Sometimes it's all about the spiritual things that are happening. Praise the name of the Lord. I've shared with you, and sometimes I want to say, there's a physical aspect and the spiritual aspect. One time, I think that was in April 1999. I have talked about this story many times. And there was a meeting that was organized in Nairobi, KICC, by Dr. Morris Seruro, the late. Na mkutano huu ulikuwa na wahubiri watatu. Wale ambao huwa nakumbuka. Kulikuwa na wengine, lakini there are 3 preachers I remember. Dr. Morris Seruro, and there was another man of God. I'm forgetting his name. He was a great man. Praise the name of the Lord. And there was Apostle Ayo from Nigeria. These men preached. And I want to say this. That is the meeting that turned my life upside down. Praise the name of the Lord. In fact, wakati nilifika KICC, nilijiuliza maswali. I was born again. I was a great minister. I was known in my area. Praise the name of the Lord. I was known beyond my Roko village. I was preaching to different churches here and there. I was a known minister. But there were things that I didn't know. There are levels of ministry I never come to. Praise the name of the Lord. So wakati nilifika KICC, maneno yalionenwa, huwa nasema mara nyingi, Dr. Seruro would tell us, take your Bible, take your notebook, put it under your seat, listen. Praise the name of the Lord. He never wanted us to write notes. Lakini sasa mambo yale anaongea, hujawahi yasikia. Wewe unaweza kukosa kuandika.
So tulikuwa tunashomoa notebook tu pole pole, unaandika tu point hapo. Kwa sababu hata ukisikiliza unaogopa, uende usahau. Wapendwa, Morris Cerullo preached from just one verse of the Bible. And you will receive power when the Holy Spirit shall come upon you. You will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria. Acts chapter 1 verse number 8. Praise the name of the Lord. Not another verse. For 3 good days, one verse. Bwana asifiwe. Neema iliyotufikia nikajiambia mimi sijaokoka. Mimi hapa hata nikashindwa mimi ni mhubiri wa nani? Nahubiria watu nini? Bwana asifiwe sana. The other man, I have forgotten his name completely. Alihubiri and for the 3 days he never carried a Bible, never carried a notebook, nothing. Not an iPad, not a laptop, nothing. He came as himself on the altar. That is the first time I saw a preacher without a Bible. Praise God. A preacher without a Bible. Who never referred to the Bible. Who never said, I want to read. He never read. In terms of reading. What he used to do is quote the Bible. Verse by verse. Never missing a full stop. And then he told us he has read the Bible for 57 years. Was it 57? Na wapendwa, ushaona mambo unaona kama kuna mtu ana exaggerate mambo. Ni kama huyu mtu hajui vile anasema. Hivyo ndivyo niliona. Sasa nilijiuliza, mimi nasemaga ni mhubiri wa nani? Sijasoma Bible hata mara moja. Tangu niokoke. Huyu anasema amidst kusoma Bible, anasoma vitabu vitatu, viwili per week. 2 books per week. Christian literature, 2 books in a week. Mzee huyo nikamwangalia hivi alikuwa miaka sijui 77. Nikamwangalia hivi nikaona mimi bado uokovu uko bali. Nikitoka ule mkutano, I was a different man. And those who were in our ministry at that time can attest to that. I went back a different man. Praise the name of the Lord. One meeting, 4 days only. Not even 4, 3 days only. Because I think the meeting started somewhere on Wednesday and Thursday and Friday. It was over. We went back to our places. Hakufungia mtu kurudi kanisani. Hakufanya ibada ya Sunday. Lakini maisha yangu yaligeuka. I am talking about revival is also dictated by being positioned. Praise the name of the Lord. And positioning, I will say this for your sake. Positioning, number 1, there is a place. For you to get into the revival, and I think I mentioned this thing some time back. There must be a place ambao utakwenda ukutane na kitu ambacho kitageuza maisha yako. Kuna number 2, there is a person. Hallelujah. Carriers of revival are people, human beings. Bwana Yesu asifiwe. Bweha za Samson zilijiwakisha moto. Zile zilienda kuchoma ngano ya Wafilisti. Bweha walikuja, waliitwa, wakafika mkutano ya bweha 300. Zikafungwa bilibili. Hiyo ni pairs 150. Lakini hazingefanya chochote. Bweha wawili ukiwafunganisha, si ni bweha tu? Si watakwenda tu wakipiga makelele? Lakini wakati Samson aliwasha moto, the damage was great. Even the Philistines waliamuka wakasema hapana, hatuwezi vumilia hii kitu. Praise the name of the Lord. So sometimes you may have what it takes to go and burn the wheat of the Philistines. You may have what it takes to do great things for God. But there is a person who ignites the fire. Oh, I wish you hear what I'm saying. There must be a person who ignites the fire. Who lights the torch. Who makes you begin to do what you are supposed to do. Praise the name of the Lord. Tatizo letu ni kwamba wakati mwingine mtu yule anabeba the torch, hakai kama anabeba chochote. Saa ingine utamdharau, saa ingine utamwangalia hivi unasema hai, sasa huyo ni nini anatuambia? Kuna watu wamebeba vitu. Jina la Bwana libarikiwe. See, we have talked about Bonke, and I've mentioned him many times. And I told you, one time he's going up and about in London, and he sees one place. Hey, the Jeffrey. Akasema haya, huyu ni Jeffrey yule mhubiri. Siniingie nimsalimie. Yaani jamaa hata hajui protocol, he is just a student. Ameingia. Anasema haya, mhubiri anaishi hapa, nataka kumsalimia. Do you have an appointment? Akasema no, hapana. Akaambiwa basi huwezi muona. Lakini akaambiwa sasa labda ubuka appointment ukuje siku nyingine. Sasa huyu ni Mjerumani, ako London.
Sasa Mjerumani utamwambia akuje London siku nyingine, hapo sio ati ni hapa banana ati utapanda hivi ufike ama Kiambu. Hapana, huku ni bali, ni nchi nyingine, ni ndege. Mwanafunzi hana hiyo luxury. So kile kilichofanyika ni kwamba akitoka Jeffrey akasema, akaita secretary akamwambia huyo kijana mwambie akuje. Kijana alipoingia Jeffrey alimwekelea mikono akamwambia, kutoka sasa Mungu asema amekupea nini? Uweza wa kwenda kuhubiri, utahubiri Afrika. Akampea unabii, sikumbuki yote. Bwana asifiwe sana. That is how the ignition of the evangelistic ministry that Bonke carried for years was born. Praise the name of the Lord. So my question is, do you know the man who lights the torch in your life? So you must be in knowledge of the revival. Number 2, you must be possession. All right. Number 3, sometimes the positioning has their place, and also is all about a person. Praise the name of the Lord. Sometimes the positioning is about a people you meet, not only one person. Sometimes it's a people, it's a group. Hallelujah. Do you know Mungu anaweza kukupeleka mahali ufanye kazi miezi mitatu, na amekupeleka pale kwa sababu kuna congregation angetaka uingie ndani yake ujifundishe mambo ambao hauyajui. Amen. Bwana asifiwe. Revival ni vitu za ajabu, ni kitu cha ajabu. Kinabebwa na njia tofauti. Unajua hakuna mahali ya revival ati mtaenda mchotewe kila mtu bucket mbili uende na, hapana. Revival hauchoti hivyo. Lakini katika interaction unabeba kitu. Praise the name of the Lord. Sometimes revival will not come because you interacted with one person. You interact with this one, with that one, with the other one, and then that is how you get the ignition. Hallelujah. Kuna mtu utaenda ukutane na yeye, maisha yako ya maombi yabadilike. Kama sasa interaction yangu na mtu anaitwa Benehin, the man of God, through just a book. I think I read 3 books. One, there is the anointing. The other book is the Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. And there was another one. Bwana asifiwe sana. Welcome, Holy Spirit. Vitabu vitatu nilisoma. Lakini the book that inspired my life was the anointing. Praise the name of the Lord. I remember niliposhika kile kitabu, machozi yalitiririka. Nikasikia nimeshika kitu special. Nikasikia hiki kitabu ni kitu Mungu ameniletea. Praise the name of the Lord. So what I did, and let me tell you surprisingly, unajua kile kitabu sikununua, nilinunua, ni mtu alikuja naye kwa mkutano. Alafu jamaa, mimi tunapiga picha. So mimi naonyesha cameraman mahali atasimama, nikaona jamaa amepost na kitabu. Unajua ile post za zamani? Yeye alilala hapa mbele, sasa akaweka kitabu hapa ili kiwe kinaonekana kwa picha. Sasa mimi nikaona kitabu, nikaona the anointing. Nikamwambia nipe kitabu hiki nisome. Akaniambia kitabu sio changu, siwezi kukupea. Nikikupea nipepewa nisome. Nikamwambia tafadhali, naomba. Na nafikiri kwa sababu nilikuwa mchungaji, ndugu nilimweza kwa uchungaji na mafuta. Hallelujah. Ndio ni vizuri kuwa umebarikiwa pande moja. Praise the name of the Lord. Hiyo ndio ilimweza. Akaniambia sasa nitamwambia mwenyewe namna gani. Nikamwambia akikuuliza swali, mwambie kuna pasta umeachia na ni wiki mbili tu nipeane kitabu. Let me tell you the truth. That brother, isipokuwa hapo tulipeana kitabu na baadaye mahali nilimrudishia kitabu, sijai muona. Even to date. I'm talking about 1998. Praise the name of the Lord. 98. I've never seen his face. Sijui alienda wapi. Brother Jiro, in case you are hearing me, you can make sure you connect with me. From Lare. And even if you happen to be in Lare and you know the guy, you let me know. Praise the name of the Lord. Yes. Because this man, kitabu tu, kumbe tulikuwa tu interact. Kumbe alikuwa alete kitabu. Kumbe alikuwa tu anipe kitabu. That book, it reshaped my prayer life and my relationship with God. The other men ambao tulikutana KICC, they inspired me about the word of God and the deeper prayer. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sasa na wale wengine nilikuwa nakaa nao kama Bishop Dr. Harrison, yeye alituinspire sana katika holiness. Sisi hatukufundishwa mambo mengi. Unaona hata sasa anasemanga anafundisha nini? Faith
Hakuanza sasa, alianza wakati huo. Sisi dhambi ndio tulikuwa tunaogopa, hata hatukuogopa shetani. Dhambi. Shetani hatukuwa na shughuli na yeye, hata hakuwa anatusubua. Dhambi ndio ilikuwa inatusubua. Ukisikia kitu inakaa kama dhambi, unakibia bio miguu physically. Amen. Na tulikuwa tunachungana kwa kanisa. Brother, mtu anakuona unakaa hivi, unasikia mtu amekuja kwako. Na hatukuwa na woga, si kama watu wa siku hizi ukimuuliza swali anahamia kanisa hiyo ingine. Sisi hakuna unahama uende wapi. Unaulizwa swali na mtu straightforward. Brother, ulikuwa unafanya nini na msichana ya mtu? Ni nini nilikuona? Ni nini ulikuwa unafanya? That's how he inspired us to be holy and to have faith in God. Praise the name of the Lord. So I think what I'm trying to say is that in the positioning, sometimes it's about a person, sometimes it's about people. Na niseme hili jambo. Mimi sikuwa nafikiria nitawafundisha mambo haya, lakini ni muhimu sana niyaseme pia. Niseme hili jambo ambalo ni muhimu. Sometimes the people you are supposed to meet in your positioning, you will not meet them at the same time nor in the same venue. You will not meet these people, the carriers of revival, the igniters of revival, at the same place at the same time. Hamkutani siku moja. Kuna mtu mnakutana miaka hii, lakini kuna mwingine atakuja next year na atakuwa anabeba kile ulibakisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuachane na hayo kwa sababu nafikiri nimekuonyesha habari ya knowledge na positioning. Si umeshika mambo hayo mawili? Elisha ukimwangalia alikuwa different na wale watu wengine. Wana wa manabii walijua kuna jambo kubwa linafanyika. Elisha anaondolewa. Na ukitazama katika yale maneno hawasemi atakufa. Si mnaona hiyo? Hawasemi kufa. Na ukisonga hapo mbele hata alipofika wapi? Alipofika Bethel, wale wa Bethel hawakumwambia mtumishi wa Bwana atakufa. Manake ni si kufa alikuwa akufe, kulikuwa kufanyike jambo kubwa supernatural. They were aware of the same. And that is why I want to say, may God help us to be positioned. Because we can know the move of God. We might understand what God wants to do. But until we position ourselves, we might never experience. Am I talking to somebody? You might never experience what you had the revelation about. Ulipata ufunuo, lakini haukujiposition. Uliambiwa yale mambo Mungu angetaka kufanya, lakini haukujipeleka mahali Mungu anafanya kazi. Bwana asifiwe sana. There were 3 groups of the sons of prophets. Ambao, are they 3 actually or 4? 3. One at Gilgal, the other one at Bethel, the other one at Jericho. Praise the name of the Lord. And they kept on repeating the same words. Do you know your master is being taken away? Do you understand that he is going? And Elisha kept on saying, yes, I know. But wakati waliona akiondoka walimpugia mkono, kwa heri mtu wa Mungu, ninajua hatutaonana. Oh, asante, umefanya kazi kubwa, ubarikiwe sana. Wakamuachilia. Lakini kuna mtu alikuwa anajua kutafanyika jambo lisilo la kawaida. I must follow. Praise the name of the Lord. I must follow. Hallelujah. Ninapenda, kuna wakati mmoja Daudi alisema, nataka kunywa maji yaliyo kwenye lango la Bethlehem. Sidio? Aliuliza, nani atakwenda nami? Praise the name of the Lord. There are people who know the move of God is there. And they are willing to risk. Kuna majamaa wawili walisema, we will go with you. Ebu imagine ati walienda mpaka wakafika kwenye lango, wakaingia kwa mji, wakachota maji. You know there are things that are supernatural. Sometimes, and I will repeat myself, positioning is more important than knowledge. Praise the name of the Lord. You understand? There are places you will go because you know. But there are places you will enter because you are positioned. You are ready for the positioning. You take yourself to the place. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu ambao nitakwambia maisha yao tatizo lile kubwa wako nalo ni kwamba hawajielewi katika habari za ni lazima niwe position. So ebu nikuulize, mtu ambaye walienda na Daudi Bethlehem,
wakaingia wakapita majeshi, kuna jeshi, wakaweza kulipita na wakachota maji wakarudi naye. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mtu unaweza mwambia maisha ya kawaida? Huyu mtu hawezi ona kawaida. Yeye anajua huu ni Mungu. Hata Daudi alifika mahali akawaambia, hii maji siwezi kunywa, hii ni damu yenu. Riski ile mmepitia. Can you imagine huyo mtu hata ukimwambia kesho unaweza ingia Jerusalemu yenyewe na uchote maji, ataogopa kuingia? Moyo wake una imani. Ameona matendo ya Mungu. Lakini ameona katika nini? The positioning. Praise the name of the Lord. Another time, si Daudi alisema ni nani atakwenda nami katika kambi ya Saul? Nani tutaenda na yeye? Watu wawili wakajitolea, sikumbuki kama mmoja ni Amasa na mwingine ni nani. Wakajitolea, wakateremka naye, wakaingia. Biblia inasema ya kwamba na usingizi mzito kutoka kwa Mungu uliwashika askari wa Sauli, wakarara wote. Daudi akaingia, mpaka wanaongea, mpaka mtu anamwambia Daudi, Mungu amepeana mtu mikononi mwako, niruhusu nimdunge mkuki moja hivi, hata si mara mbili, once. Daudi akamwambia, wewe fuka mdomo, nani amekwambia masihi wa Bwana mtu amemwagiwa mafuta unaua aje? Akamwambia, chukua kibuyu cha maji, alafu chukua huu mkuki, twende. Wakaenda. Walipofika kule juu, hebu nikuulize, jamaa kama huyo unaweza mwambia hakuna Mungu? Jamaa kama huyo unaweza mtia wasiwasi? Umtia wasiwasi wapi? Mtu alienda akaona watu wamelala, tunapitia mahali waliko, tunaongea, hawatusikii, tunachukua mkuki, tunachukua kibuyu cha maji. Hallelujah. I am talking about sometimes positioning is greater than the knowledge. And I pray that God will help you to understand the positioning. Because positioning, nimesema, there is a place, there are people, or there is a person. Praise the name of the Lord. So Mungu akusaidie, kwa sababu je, ufufuo unaweza pita nikiwa nimeenda? Ufufuo unaweza pita kwa sababu nilidharau watu wanaobeba. Ufufuo unaweza nipita kwa sababu si kujua watu wale wanabeba ile revival. The move of God can happen and you miss it, and you are missing it because you never prepared. You were never positioned for the same. Praise the name of the Lord. But sasa nilikuwa nataka tusome, don't know how much time I have. I have some time we can share. So tukisoma katika yale maandiko, tufike katika mstari wa ngapi? We are still in the book of 2 Kings chapter number 2. Praise the name of the Lord. Katika mstari wake wa 8. Wakafika pale Jericho. Praise the name of the Lord. Walipofika pale Jericho, maandiko inasema, then Elijah took his cloak and rolled it up and struck the water, and the water was parted to the one side and to the other, till the two of them could go over on dry ground. Watu hawa, Elijah akagonga maji yakapasuka, pakapatikana njia. Si ndivyo maandiko inasema? Bwana asifiwe. Palipopatikana njia, maandiko inasema wakapita mahali ambapo hapana maji. Praise the name of the Lord. Sasa ninataka uangalie, kwa sababu kuna maneno nataka tuyasome. Praise the name of the Lord. Wakati Elijah amechukuliwa na ameenda. Praise the name of the Lord. Now, if you follow the same words in the verse number 12, and Elisha saw that, and he cried, my father, my father. Sasa Elijah amechukuliwa, the chariot of Israel and its horsemen, and he saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them in two pieces. And he took up the cloak of Elijah that had fallen from him and went back and stood on the bank of Jordan. Verse number 14. Then he took the cloak of Elijah that had fallen from him and struck the water, saying, where is the Lord, the God of Elijah?
And when he had struck the water was parted to the one side and to the other, and Elisha went over. Praise the name of the Lord. Nafikiri maneno hao si mageni sana, tumeyataja wakati mwingine. Amen. Sasa unaona Elijah katika kutembea kwake na Elisha wanaenda tu wakiongea, lakini walipofika Jericho, maandiko inasema akayagonga maji, akasema hata hakuongea, aligonga tu maji, yakapasuka, yakapeana njia, wakapita. Praise the name of the Lord. See, it looks a very simple thing na very insignificant. Kumbe wamepita. Lakini nataka uangalie Elisha akirudi. Alipofika kwenye mto, listen to his words. Where is the God of Elijah? And he did what Elijah did and got the same result. Praise the name of the Lord. Watakao kuambukiza revival ni wale walio nayo. The move of God that you can walk in is the move that you have experienced. Praise the name of the Lord. So I want to say this also. Experiencing the move of God is a catalyst to continuation of the move of God. Kuweza kuhusika ama kushiriki katika utendakazi wa Mungu kuna kupea nafasi kuendeleza tendakazi hizo. Manake ni kusema ukiweza kufika mahali ushirikiane na mtu anayewaponya wagonjwa, unaweza meza kile kitu na utembee ukiponya wagonjwa. Ukiketi na mtu ambaye ni ya slandala, hata katika mahubiri ni slandala, anaongea tu habari ya watu. Kuna mwingine na hapa aliniambia, kuna mwingine na hapa, hiyo mastori anapiga. Hata wewe siku ile utasimama kuhubiri, utakula mastori, watu watashangaa. Utaongea maneno ya watu, utaslanda kwa madhabahu kwa sababu unakaa hivyo. Maana ndicho kile umekunywa ndicho unaweza kupropagate. Praise the name of the Lord. May God awaken us to the revival. Because my brethren, I am worried about the next generation that is coming. What will they carry from us? Unless we allow ourselves, and that is why I said, God, take away this COVID. Take it away. May it come to an end. Because I desire to take even you people out of this place, out of this sanctuary, out of even this country. I want us to go to places and see the move of God and experience the move of God. I am not the only man of God in the world. Ningetaka uonje neema zingine, ili moyo wako ujue kuna neema zisizo za kawaida. Uketi na watu ambao wanaweza ona mambo ya mtu yote, na wacha wale wa kuona wanafu wanakuitisha sadaka. Mtu ambaye hana shughuli na sadaka yako anakuambia your life inakaa hivi na hivi, maisha yako enda urekebishe hiki na hiki. Bwana asifiwe. Ili uonje neema ya unabii. Usije ukafikiri kwa sababu pastor wenu hatabiri dunia inapaswa kuwa hivyo. No, the world is not like that. He gave gifts unto men, some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors, and some to be teachers. He gave gifts to men. So apendwa, the grace you interact with is the great grace you absorb. Can I say that again? The grace you interact with is the grace you absorb. Praise the name of the Lord. Neema ile utahusiana nayo ndio neema utaabukizwa. Bwana Yesu asifiwe. So, ni kusema ya kwamba kama ningetamani neema inayotengeneza njia baharini, ni lazima nitafutane na Musa ambaye anajua kupasua bahari. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipasua bahari, naye Joshua alipasua nini? Mto. Elijah alipasua mto ukawa njia, naye mwanafunzi wake alipasua nini? Mto ukawa njia. Praise the name of the Lord. Elijah aliponya watu, alifufua. Elisha naye alifufua, mpaka mifupa yake ilifufua. The grace you interact with is the grace you will carry. The manifestations you see are the manifestations you will desire and finally achieve. Hallelujah. Hivyo ni kusema kizazi chetu kisipoweza kubeba
utendakazi wa Mungu, kitembee nao. Kizazi kinachotufuata kinaweza kosa kitu cha kubeba. Kunaweza kuja kizazi. Mnakumbuka Biblia inasema ya kwamba na kulikuja Farao asiyemjua nini? Asiyemjua Joseph. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Waisraeli wakaanza kuteswa kwa sababu huyu ambaye ametokea hajui Joseph. Hiyo story mnasema haijui. Kwa hivyo hana appreciation ati mtu anaitwa Joseph alitusaidia. Praise the name of the Lord. So I'm saying this, and may God help us. The grace you never experience, you cannot be expected to carry the same grace. The move of God you never see, you might never have an exposure to do the same in your life. You might never have the opportunity. Bwana asifiwe. Utaponya watu namna gani kama hujawahi keti na watu ambao wanaponya? Enda usome historia, na wale ambao hujawahi soma vitabu vya revival, there is a book that is called God's Generals. Uende usome, utagundua ya kwamba kila mtu alitoka kwa mtu. Amen. Kila mtu alikuwa na mwalimu. The teacher ndiye aliwafundisha kitu fulani. Praise the name of the Lord. There are so many men and women of God, beginning in Europe all the way to the Americas, all the way to Africa. Praise the name of the Lord. Ninashukuru Bwana. Kuna watu ambao ninajua tulikaa na wao. Kama sasa miaka ile yangu ya the formation stage ya ministry, tuliketi na watu ambao walikuwa wanatembea na ishara na maajabu. And therefore, in my life, that is not something that I can hide from. That is not something that I cannot say, or rather I can say, it cannot happen. Miujiza ni normal. Inafanyika. Bwana asifiwe sana. Niliona na macho yangu, nimetembea nayo, ninajua ipo. Kwa hivyo I cannot deny that. Praise the name of the Lord. Watu ambao tulikaa na wao, mtu anarefusha mguu, unarefuka unatoshana na mwingine. Na unajua ndiye huyu. Analetewa kiwete, anasimamisha, anasema tembea, na mtoto anatembea akiwa kiwete. Macho yanaona. Bwana asifiwe sana. Sasa hawa watu mambo yale walitenda, tukiona na macho, tukisikia na masikio, yalikuwa makubwa kiasi kwamba we cannot deny that. We carry the same grace. Hallelujah. We don't run away. We don't shy from praying for the sick, praying for miracles, praying for wonders, because we know it can happen. Bwana asifiwe sana. Hebu niwaambie, unaona hata katika life, because revival, there is also even revival in the natural things. Revival ya mambo yako. Hata kuna revival ya pesa, ambao haileti wokovu, inaletanga tu pesa. Bwana asifiwe. Una interact na watu wa aina gani? Ukiketi na watu ambao wako shallow minded, wanaongea tu mambo very shallow. Hata ukimuuliza habari ya kazi, anakuelezea kazi nyingine anasikia inafanywa na hapa mtu analipwa 150. Ukiketi na watu kama hao wa 150, mawazo yako itashrink na utafikiria habari ya 150 kama pesa nyingi. Lakini kuna watu ambao unaweza keti na wao, mtu unasikia vile ile statement anaagusha, unashindwa kai, tuko dunia moja. Are we living in the same world? Praise the name of the Lord. Wakati wewe unatafuta kanyumba na mwisho wa dunia, unajua mwisho wa dunia. Bwana asifiwe sana. Kwa nasoma story nyingine, it's a very sad story, but wacha tu nitamke, not negatively, but nataka uelewe mwisho wa dunia. Mama mwingine watoto wake wamekuliwa na fisi, kwa sababu mahali anaishi yako mwisho kabisa na kuna vichaka. So fisi walikuja wakatoa watoto kwa nyumba. Unanielewa? So wakati mwingine unatafuta nyumba ile iko mwisho kabisa ili ulipe cheap. Kuna mwingine anatafuta nyumba ile iko karibu kabisa ili alipe expensive. Bwana asifiwe. Ukienda in a town, wewe unatafuta hoteli kulingana na mfuko, si ndio? Wewe unaambiwa hotel one single 20,000 per night. Hiyo ni rent ya miezi mitatu. Na iko na chakula ndani, si ni ukweli? Kuna mwingine hotel room, it is about 100,000 per night, per head. Not per room, per. Na amekuja na mke wake na watoto wao 3. Na wanakaa wiki 2. You try to do the maths, haigi. Kama kila mtu analipa 1,100 per night, siku 14, 1.4 million. Hawa ni watoto 3 na watu wengine 2. Hawa ni watu 5. 1.4 times 5. Pesa ngapi hizo?
Milioni 7 zimeenda. Milioni 7 zimeenda eh? Sasa hivyo ndivyo mtu anafikiria gai. Kwani hii dunia inakaa aje? Iko inverted. Maana wewe ukishidwa na 20,000, kuna mwingine 7 million haina nini? Haina shida, haimsubui. So ninasema hivi, kuna mtu mnaweza kaa na yeye, your mind can only squeeze mpaka iwe kitu very narrow. Hata ukiongea, unaongea mambo very narrow. The same thing spiritually. Kuna watu mnaweza kutana nao and you will experience God. You will desire God. You will want God. You will desire to see the workings of God. Lakini kuna watu mnaweza kutana nao, na ndio hawa Elisha alinyamazisha hao grupu ya kwanza. Akawaambia, shut up, I know. Nyinyi mnataka nikae hapa. Maana anaenda aende. Akitaka kwenda asubuhi aende, akitaka kwenda usiku aende. Lakini Bwana asifiwe sana, Elisha alikuwa mtu tofauti. Bwana asifiwe sana. Instead of remaining with these guys who just know but are unwilling to do anything, he followed the men he knew and who knew he was going, but he was willing to do something. Praise the name of the Lord. Interacting with a grace. And I want to say this. Look for a higher grace. Interact with the grace. Look for somebody who speaks greater things, better things than yourself, so that you can have a person who can mentor you into greatness. Bwana asifiwe sana. Maana kama hautapatana na mtu kama huyo, utaongea tu mambo ya huku chini, mambo ya kawaida, vitu vya kawaida, na story yako itakuwa story ya kawaida. Nataka kusema hivi as I wind up. Kama utagonga maji ya kupe njia, ni lazima ukae na wale huyagonga yanapeana njia. Amen. Whatsoever you desire to do, sit with the men who can do it. They will inspire not only your faith but your ability. Bwana Yesu asifiwe. Watu wale utakaa na wao katika maisha, they will always inspire your faith and your ability. Praise the name of the Lord. What inspire your faith and your ability. So kama ungetaka kuwa na ability ya kusonga, ability ya kufanya mambo, interact with the people who have the same capacity. Praise the name of the Lord. May we pray, and I want you to pray, brethren, and pray seriously, because we need the men who carry these graces. Uone kitu ikifanyika na macho. Uone mtu kwa kanisa ambaye alikuja akiwa na mguu uko na shida, uone umepona. Uone mtu ambaye alikuja akiwa HIV positive, siku moja ashuhudie na akuje na makaratasi aseme I am negative. Uone mtu ambaye alikuwa anakufa na cancer ikiwa stage 4, imepona. That is the only thing that can inspire you, not only to be a believer in miracles, but also to do the miracles. Hallelujah. Mimi huambia mara nyingi, wakati nilianza kuhubiri, one of the things I'll never forget, watu wale tulikaa na wao kwa sababu ya kuongea mambo hayo, kufanya kazi kama hizo, nilianza kuona sinijaribu tutu vitu tudogo. So what I would try, kama kwa mfano nikahoma, ninakaombea kwa imani na ninakapea notice ya 12 hours, nikilala nikiamuka nikute hauko, na kweli ninaamuka ninakuta homa imefanya nini? Imekwenda. See, my faith is being inspired. Nikaanza kuombea tu vitu kama ni tu pimples hivi, na unajua I was just a youth hiyo miaka ya tu pimples, lakini sasa si ninataka ku exercise twingine ni painful, na kashika na kaambia in the name of Jesus disappear. Lakini after some time ninaguza hivi, na sio sometime at some days, pengine hours bila kufanyiwa chochote, naguza nakuta hakuna. Sasa imani yangu ikakua. Lakini ni watu wale unakaa na wao, mtu anasema nikafanya, anafanya ukiwa, anaombea watu ukiwa, matendo ya Mungu yanatendeka ukiona, mpaka you are inspired. Praise the name of the Lord. I want to say this. There's one man, na Mungu anisaidie, sijui kama nitaweza kupata nafasi ya kuwaongelesha mambo haya in the course of time. One man called Gehazi. In chapter 5 of the same book, Second Kings chapter number 5. Gehazi, si Naaman ameponywa, na Elisha akasema leo si siku ya kuchukua nini? Offering. Tuachane naye, tuendelee na maisha. Amen. Haya.
Gehazi akaona hapa mtumishi ameachilia dola zimeenda. Unajua huyu mtu ametoka nchi nyingine, kwa hivyo amekuja na mali ya nchi nyingine, ni dola za huko. Sasa akaona hii ni kupoteza. Na venye tuko na mashida hapa, tunakula tu vitu hapa, hatuwezi kula kitu ya maana, hatujanunua nguo mpya hivi karibuni. Elisha amekataa, akafuata mtu huyu kwa sababu ya kukiuka, kutembea na yule mtu na kufuata sheria zile alikuwa anapewa. Alipoteza opportunity ya kubeba kile Elisha alikuwa nacho. Elisha died with the anointing within him. Anointing ambao alibidi kupitisha kwa watu, haikupata mtu. Because I want you to understand this, and may God help us in this point. The anointing working in men is supposed to be passed on to others. There is no man who should die with the anointing in him. You are supposed to die empty. Uwaite watu, uwaambukize, uwape kile ulikuwa nacho. Maana hakifai kurudi mbinguni. Kilipeanwa duniani kiwasaidie watu. Jina la Bwana libarikiwe. He gave gifts unto men. Why can't you also give the other, what remains in you, you give it to people? Praise the name of the Lord. I am worried. People like TB Joshua went to be with the Lord this year. Sijui kama kuna mtu alielewa akapitia hapo akapata kitu, ama mzee alienda na kila kitu. Lakini watu kama Idahosa walikuwa watu ambao wanafufua, na mimi sijasikia mwingine na hapo Nigeria anafufua. Yaani kusema hawa watu ni kama walienda na mafuta. Bwana asifiwe. Ni kama walienda na kila kitu. Ni kwa nini? Kenya hii imekuwa na watu ambao walifufua, lakini mimi sisikii wanaoinuka, wanaobeba kila kitu. Because either way we have a problem. Our way of getting into the revival, carrying the revival, the move of God, we have a problem. Because number one, and God help us, one day nitafundisha tena, honor in this nation is very hard to come by. Watu hawaheshimiani. Mungu anakuletea mtumishi, lakini unamwangalia na nini? Na madharau. Unalilete na yeye bila heshima. Na heshima, niwaambie, heshima sio kuinamia mtu wa Mungu. Ni akiondoka unaongea namna gani kumuhusu. Heshima yako ni ya kweli ama ni fake? Because there are people, hata pesa ikiitishwa kwa kanisa, tunataka kununua speaker zingine, pesa atatoa. Lakini baada ya kutoa, anasema hebu ngoja uone ile speaker italetwa hapa. Ngoja utaona hata itakuwa fake. Hata haitaka, itasomeka tu baada ya wiki mbili. Na ni kweli mtanunua speaker itachomeka. Alafu nakwambia, si nilikwambia. Yaani hakuna heshima katika kile anachofanya. Nao watu wale wanazaliwa hawabebi chochote. Tunanena mababa zetu vibaya, wale ambao wanapaswa kutupea kitu. Na Biblia imesema maneno huzunguka mpaka inamfikia mwenyewe. Usiwahi fikiria ati kuna kitu unaambia watu ambao kitakaa na wao hivyo, kitazunguka. Na wapendwa, niwaambie, muogope. Afadhali maneno yale yanafika, huyu ndugu anaenda anaambia yule dada, mtu fulani alisema kukuhusu, kuliko maneno yazungukayo spiritually. Bwana asifiwe sana. One day I had an experience ambayo ilinistua sana. Katika my experience, ninaona tunaongea habari ya kazi ilikuwa inafanyika kanisani. So ninaona tuna watu ambao tunaongea na wao. Ninaona nikiwaonyesha vile ile kazi itafanywa hivi, itafanywa. Lakini wananiambia hii haiwezekani. Ninawaambia hapana, tutafanya 1 2 3 bla bla bla. Wananiambia hii haitawezekana, na wanarudia. Nikatoka katika lile jambo, nikasema Mungu, kwani kuna nini? Na kumbe hivyo ndivyo ilikuwa. Maneno ilikuwa inazungumzwa, haiwezekani, hatuwezi kufanya. Mpaka wakati tulifanya mambo yale yalikuwa yanafanywa wakati ule, na kule ilikuwa inafanywa, ndio watu wakarealize kumbe imefanya nini? Ingefanyika. Lakini nikuulize, kama nina neema, ama kama Mungu amenipa neema ya kufanya kazi, na mtu anasema haiwezekani, neema ile ataipokea? Neema hiyo ameimisa. Bwana asifiwe sana. Mjifundishe. Kitu moja imesubua revival katika Kenya hii, ni watu wanaonena mabaya kuhusu wanaobeba revival. Praise the name of the Lord. Which one is better? Hallelujah. And I don't know, let me not mention names. When some of the fathers katika taifa wanakuwa reported, agasijui amefanya. Which one is more important to us?
Is it the person or is it what he carries? Because I want to tell you this. We need demon crushers. We need the men who can preach in a crusade mpaka watu wanaona hera hapo nje ya kwao. Unanielewa? Si mtu ambaye anahubiri ni kama kupembeleza watu wapendwa. Unaona siku hizi hata ukienda makrusade ile vituko vinafanywa pale, unashindwa mpaka ni nini tunaenda kusikiza. Lakini kuna watu walikuwa mabrudoza, mageneral wa makrusade, wale ambao walikuwa wanafagia Uhuru Park inajaa, akienda town nyingine uwanja unajaa. Lakini leo hata akienda uwanja, mtu mmoja alinistua akaniambia alikuta mtu mmoja mahali alikuwa na jina kubwa anasikika, lakini alipomkuta alikuta ni CD ameweka, watu wanasikiza CD. Amemalizwa. Na watu wengi hawakumalizwa na pepo, walimalizwa na wafuasi. Vile tunaongea na yule mtu, hakuna mtu aliachia kitu, hakuna mtu aliwekelea mkono akampitishia. I've ever given you this story of a young man ambaye alikuta pastor wake committing adultery in a place, akamkuta live, ndiye huyo, aka-apologize, akarudi, akaenda, hey, I'm sorry. Akaenda na akaketi, hakufanya chochote, hakutoka, akakaa pale, na mwishowe mambo ikamalizika, muhiki akatoka, mtu wa Mungu akabaki, jamaa akaitwa, akakuja, yes sir. Akaulizwa umeona nini? Akasema I'm sorry, sikujua kuna mambo msingeingia. Akaambiwa na mbona huku stuka? Akamwambia nimekuwa nikijua mnaendelea hivyo, I knew. Akamuuliza umeambia nani na nani? Sijamwambia yeyote. Akamwambia are you sure? Even my wife, even so and so. Haujaambia hata viongozi? Akamwambia isipokuwa wewe na huyo rafiki yako mkawa mmeongea, mimi sijaongea chochote kuwahusu. I know from this time mmekuwa, lakini sijawahi ongea. He was the assistant pastor and he never behaved untoward. Praise the name of the Lord. I am not in any way insinuating tukae na wazinzi kwa kanisa, tukae na warogi kwa kanisa. Lakini kuna vitu ambazo sio zako, wachana nazo. Subukia kile ambacho kinakusubua, kile ambacho ni cha maana. Kuna neema inafanya kazi. Praise the name of the Lord. God is the only employer who employs you, uses you, and even when he fires you, he still uses you. Understand that about God. Mungu atakufukuza kazi na kuite kesho ukuje kazi, na amekufukuza, hakuna kitu utalipwa, na kesho unarauka kazi na hauko kwa payroll. Bwana asifiwe sana. Mungu anakaa hivyo. So jamaa akakaa, wakaongea, akamwambia sasa haya enda. Baada ya muda akamuita, akamwambia ujitayarishe, tunataka kwenda mahali maombi. Unasikia huyu mtu tu, twende mahali nini? Maombi kwa siku kadhaa. Huwa anauliza, surely wale mko hapa na wale mnaniona wangapi ungekubali kwenda hiyo maombi? Na mzinzi ubao ulimkuta live mwenyewe, si kuambiwa, nilikuwa hapo nikamuona. Wewe ungeenda hiyo maombi? Na kijana akamwambia yes sir. Wakaenda maombi, wakakaa huko, wakaomba siku zile waliomba. Akamwambia hivi, you prepare yourself, on Sunday I will anoint you, I will install you as the pastor in charge. Wewe umeona mambo yale nimefanya, I have sinned against the Lord and I cannot continue with this. You carry on with the vision, and this is the vision. God said do 1 2 3 and you will carry on. Praise the name of the Lord. Wakateremka kanisani. Sunday ikafika, mzee akasimama akahubiri kama kawaida. Alipofunga Bible akasema finally an announcement to make. Brother so and so stand. Akasimama, kuja hapa. Akaita wazee wamzunguke. Akasema from today this is your pastor. God has told me to give him the mantle so that he can continue with the work. And I've elaborated everything to him. He knows what he's supposed to do. Support him. Alipowekelewa mikono akapiga. Hiyo mikono ya huyo mtu tu aliwekelewa. Baada ya kuwekelewa, na pastor akawaambia, as for me, kutoka leo I'm not your pastor, this is your pastor. Hakuna mtu hata mmoja alitoka kwa kanisa. Number 2, the young man prospered. He did the work that he was supposed to do
perfectly. Neema iliyokuwa na yule mtu ilishuka kwake. Sasa utaniuliza, kwani mzinzi anabeba mafuta? Mafuta si yake. Kuna kitu alikuwa nacho, ni cha Mungu, ni kipawa. Hastahili kufa nacho kwa sababu ya uzinzi wake. Anastahili akipitishe. Lakini ukianza kuongea, utoke hapo, wacha nikwambie. Wazee wa kanisa kujeni. Halo, mzee fulani uko pande gani? Tafadhali kuja. Mzee fulani uko wapi? Tafadhali kuja. Alafu unamwaga kila kitu, unawaambia wacha nikwambie. Nilimkuta hapo. Venye alikuwa. Unaongea mpaka unasema ni Mungu tu anajua. Ni Mungu tu. Kutoka hapo, kile alikuwa nacho, si atapigwa vita? Si atatangazwa si mhubiri? Ataenda na hasira na atabeba kila kitu alikuwa nayo. Neema aliyokuwa nayo atabeba. Maneno yenu atajaribu kuyapinga, atawachafua nanyi mtamchafua. Katika ile hali, the church is lost, the gift is lost, the workings are lost, the move of God is lost. May God help us. Praise the name of the Lord. Sasa mnajua nimeongea maneno mengine ambayo sikuwa niwape. Mumeelewa? Hii move of God hawezi enda naye na hujawahi ionja. Na kuna sheria za kubeba the move of God iliyo na wengine. Hawezi kuja tu ati nimewaambia hii si maji, ati unachota vikabe mbili unaenda naye. Hii sio soda, ati unachukua chupa mbili unakimbia. The move of God ni kitu ambao wanaobeba ndio wanastahili kukupatia. If you understand the rules, stand up on your feet and may God help you and may God bless all of you. Hata wale ambao wako online, Mungu awabariki sana. We need the move of God in the church. We need to come back to the place where God is ministering. We need to come back where the church carries the power of God. Wapendwa, si tukatae. Ebu imagine kitu kama hii ambayo inapigana corona, hii ambayo inapigana. Mhubiri mmoja ambaye alikuwa hapa tu South Africa, wakati kulikuwa na kitu kama hiki, alitokea akaambia serikali, nipeni ruhusa niingie kwa hiyo kijiji niombee watu. Hii ugonjwa itamaliza watu mpaka lini? Wakamwambia uwezi ingia. Kulikuwa kunavaliwa PPEs kama leo, protective gear, maana ilikuwa a kind of the same disease. Praise the name of the Lord. But by the end of the day, alibeba the healing, akaponya watu mpaka serikali ikampea nafasi ya kuomba kila mahali angetaka kuomba. The move of God was there. Can't we have similar move of God? We have had healers in this nation. We had revivalists in the nation. We had evangelism in the nation. We need more of this kind of people to come back in the church of the Lord. Lift up your hands and I want you to pray. Na leo nataka tutubu makosa kule tumekosea katika kubeba the revival and the move of God. Can we ask God for forgiveness? Let us ask God for mercy. For it is only Him who can be merciful to us. It is only God who can give us the grace. Wapendwa, kuna wengi ambao wamekuwa na neema lakini tuliacha ikapotea. Neema hii tuliacha ikaanguka ikapotea. Tuliongea maneno, tulikimbizana na uchafu, tulineneana mambo mabaya, but God is a gracious God. Ask Him for mercy in the name of the Lord. Ask Him for grace in the name of the Lord. Rekabagande rebo sila labo rapakate rema solo boyande reketela makato robo sala bayanda rakona ya kate bagande. In the mighty name of the Lord, this is my desire, that God, I will know the move of God that I am supposed to carry, the workings of God I'm supposed to carry, the power of God I'm supposed to carry. This is my desire, oh God. I desire to come back to the place where the workings of God are there, where the move of God is there. And I desire, my God, whatever can bring thee there, bring me back in the name of the Lord. Bring me back in the name of the Lord. Konarima kosila labo, remana katila labande, rena kaso bagande rebazaya, rapokoto robo soli bazande, rekatali makaya bagande, rekotali bozoli mayanda. In the name of the Lord. Rekazila makote remona kasabagande remana kasila lamanda. I pray, my God, take over my Father, take over, my God.
Rikazana mayando roba sabaganda rabena kandoriaba salina kosaramo. We desire to be carriers of the move of God, and where we lost the move of God, restore us, my Father. Restore the church. Renew our strength again. Renew our ability again. Renew our relationships again, that we may be men who carry the anointing and the revival in the name of Jesus Christ. Oh my God. Rikazela kapozila labo. My God. Inua mikono yako, mwambie Bwana, sitaki kuregret katika maisha yangu. I don't want to regret about revival and the move of God. I desire to be a carrier of this revival, to be able to walk with it wherever I go and in whatever I do. Shekabaganda rakatena mayako solilabo rabena katarama. I want to be a carrier, and I don't want to regret in this life. I don't want to regret that I never carried your move. I interacted with men who had the move of God, and I never carried the move of God. I desire to be a carrier of the move of God wherever I go and in whatever I do. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we thank you. Father, we bless you. You are worthy. Inua mikono yako katika uwepo wa Bwana. Sema, Bwana Mungu, unisaidie kuweza kufikia utendakazi wako na kuweza kuingia katika ule utendakazi, ili popote niendapo niwe mtendakazi nawe katika maisha haya na katika siku zijazo. Bwana, mahali nilikosea unisamehe. Mahali nilinena kinyume na wanaobeba mafuta na tendakazi zako, unisamehe leo, ili niweze kuinteract na wao na niweze kupokea wanachokibeba. Asante Bwana kwa sababu wanisikia. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Give a clap offering to the Lord. May it happen to you. May it come to pass in your life. May the grace be abundant in you. Wherever you go, even those in your houses, receive the same grace. May you interact with men who carry the power of God. May you interact and have time with men who carry the supernatural. May you be a carrier of the same. In Jesus' mighty name. Father, we thank you. And we thank you for our offerings as we give in your presence. May they be blessed and sanctified by your word. In Jesus Christ our Lord, we do pray and we do believe. Amen. Bwana wabariki sana. Unaweza toa sadaka yako, na kama uko online na una jambo lolote la kufanya ama ungetaka kuzungumza nasi, 0719727770. The Lord bless you. See you tomorrow as we continue in the grace of God. Shalom.